Mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, tunakuinua asubuhi njema ya leo. Ni kwa sababu Bwana, ni wakati wako wa kunena na mioyo yetu. Ee Bwana wa majeshi, neno hili ni lako na ujumbe Bwana ni wako. Umetutayarisha, umeweza kutuleta ili Mungu ukanene na maisha yetu. Basi wakati huu Mungu, shuka mwenyewe ukapate Bwana kunena na maisha yetu, ujidhihirishe katika neno lako, mfalme wa amani. Niliyesimama Mungu, sina ujumbe wowote, ni kwa sababu mimi hata ni mwenye dhambi, ninahitaji neema yako na kibali chako. Unitumie tu Baba kama chombo, utakase kinywa changu, mawazo yangu na moyo wangu, kwamba yale Mungu atakayotoka katika kinywa changu Mungu yawe ni yale yako uliyokusudia katika maisha yetu. Basi sasa tawala unapoendelea na neno hili Mungu, sote tubarikiwe na tufunguliwe, na ni kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukae. Basi siku ya leo neno la Bwana liko mbele yetu, na ujumbe kwa siku ya leo ni juu ya wokovu. Na katika wokovu nataka tuangalie upande fulani, yaani katika faida za wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya wageni, majina yangu naitwa Paul Fondo, na Kristo Yesu ni mwokozi wa maisha yangu toka mwaka wa 2009. Bwana huyu ninayemshuhudia alinipata mchafu mno, sikupendeza na hala sikuweza kufaa, na sikuwahi fikiria hata siku moja nitaweza kuwa mmoja wa wale watakaokuwa pamoja wa huyu Yesu Kristo wakianena maneno haya ya uzima. Ni kwa sababu mimi nilikuwa mbali sana msituni, maana sikubahatika kuzaliwa katika boma la watu wanaomjua Mungu. Basi mimi nililelewa katika mila na desturi za Kimijikenda. Mwili huu ni mnyama kuzaliwa Malindi. Hivyo basi niliweza kulelewa katika mazingira yale ya kitamaduni, na ni mengi yaliyokuwa nikiyashuhudia kifanywa, nami nikiinukia nikaingizwa katika hiyo hali na nikatumika katika hali hiyo. Nilipoinuka niliona tu waganga wakiletwa kwetu wakifanya matambiko, maana hofu kule kwetu ilikuwa imetanda ya watu kuogopa wachawi, kwa sababu wanasema watarogwa wakufe. Basi nami nikaingia hiyo hofu, na nilipofika miaka ya kujitambua, nami niliweza kuwatafuta waganga. Hivyo mimi nikiwa jinsi ndivyo niliwatumikia waganga kwa miaka mingi, nikitoa fedha yangu watembelea katika madhabahu zao. Nimetembea na hirizi zao nyingi tu sana, nimechanjwa shale nyingi katika mwili huu, ya kwamba mimi ndiwe siwezi kuogeka. Lakini licha yale yote niliyokuwa nikiyafanya, nilitembea na hirizi za waganga, nikachanjwa shale nyingi sana, lakini wachawi hawakuweza kukosa kunitembelea. Hivyo mimi nilikuwa ni mtu wa shida, ninahangaika na niko na mahirizi, ninaenda nikitafuta nguvu,
akaweza kunibadilishia na akaweza kunipatia tumaini la kweli. Hapo ndio nikajua kweli kunazo nguvu za Mungu, na Mungu wa mbinguni hashindwi kuleta mtu kwake akiamua. Nikaweza kukutana na huyu Yesu, ndio mimi nikabadilika, nikaanza kumfuata huyu Yesu Kristo, nikatupa hirizi zote nilizokuwa nazo. Natoka mwaka wa 2009 hadi wa leo sijatembea na hirizi ya mganga, lakini Bwana amenilinda, amenipatia ulinzi, amenipatia nguvu zaidi ya wale wachawi na waganga nilikuwa, kwa sababu hofu kwangu ilitolewa, si mtu wa hofu tena, kwa sababu mwili wangu sasa mimi sikupigania, napiganiwa na yeye. Maana unapomvaa Yesu, Yesu anachukua usukani wa kukupigania wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo nikisimama hapa ni kwa huruma za Mungu, si kwa uweza wangu, wala si kwamba napendeza sana kushinda wengine, lakini kinachonisaidia mimi ni kutubu na kurudi msalabani kwa Bwana wakati dhambi inapoingia katika maisha yangu. Ni kwa sababu bado ninakutana na mambo yale yale mengine ndio kwa nimeacha, na saa zingine unaona kwamba mara hiyo unaingia katika hali ya kuumia, lakini hayo yote Bwana ameendelea kunipatia nguvu, na hivyo nikisimama mbele yenu ni mzima ndani ya Yesu, nikishuhudia kwamba Yesu analinda, Yesu anaokoa, na hakuna vile utakuwa ndani ya Yesu uwe tena mtu wa hofu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nikisimama mahali hapa nikileta habari hizi za faida za wokovu, mimi na wewe tujue kwa nini tumeokoka, na tukiokoka ni nini kinatendeka katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu hata wengi hawajajua, ndio maana wokovu umedharauliwa. Watu wanasema nikiokoka nitapata nini? Na maswali haya yalianza leo. Hata wakati wa Yesu wanafunzi wake wakamuuliza, Bwana, tunaacha vyote tunakufuata wewe, tutapata nini? Bwana Yesu asifiwe. Na hayo ndio watu wengi hata sasa wanajiuliza. Mtu anasema mimi nikiokoka sasa nitapata nini? Anakuja kwa wokovu, ama anakuja kanisani akiwa na matamanio tu ya yale anayotaka kufanyiwa, lakini yeye katika moyo wake hajaweza kutaka kumpatia maisha yake kabisa Kristo, bali anapeleka mahitaji yake kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingi tumetembea kwa mahitaji kushinda kutembea katika kutafuta uso wa Bwana. Hivyo watu wengi hufika mahali ukapata kuona kwamba wokovu hauna nguvu. Lakini je, ni nini kitu ambacho Mungu anafanya, ama ni kitu gani ambacho kinafanyika kwa mwanadamu ambaye amekubali sasa kumpokea Yesu, kutembea pamoja naye? Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza unapopokea Yesu Kristo ni kwamba wewe, Yesu Kristo anazifuta dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu wewe katika maisha yako unayoishi, kila mwanadamu ambaye ana mwili na damu na nyama kama mimi na wewe, kitabu chake kiko juu, kinachoandikwa matendo yako ya kila siku unayoyafanya. Hivyo wewe kule kuna kitabu cha madhambi yako yote, kwamba wewe siku fulani uliyafanya haya, ulifanya hivi siku fulani, ukafanya hivi siku fulani. Sasa hayo madhambi yako kule yameandikwa juu ya mwanadamu, na Yesu utakapokutana naye, utakapomwambia Bwana, utakapokiri Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako, basi Bwana anapokuokoa, kitu cha kwanza anatupigia dhambi zako. Maana hivyo dhambi ndio zitaweka mashtaka juu mbinguni, kwa sababu wewe ni mtu ambaye uko safi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtu si safi. Ndio maana Yesu, kabla wewe ufanyike mwana wake ama mmoja wa wale watakaokuwa mmoja wa Yesu kuingia katika ufalme wa Mungu, ni lazima kwanza uondolewe mashtaka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo
unasamehewa dhambi zako. Ndio maana tukisoma katika kitabu kile cha Waebrania 8:12 neno la Mungu linasema, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio Mungu atafanya kwanza, akuondolee maovu yako na dhambi zako hatazikumbuka tena. Maana wewe sasa umeamua kubadilika, umeamua kuyaacha ya ulimwengu, umeamua kuacha dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo dhambi patana na hukumu, wakati umeandikiwa mashtaka, jinsi unavyojua, hata ukienda kotini, yale yatasoma pale uliyofanya, ndio utaamua hukumu yake ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo dhambi yako itakayokuwa kule uwe na matana na hukumu ambayo itatolewa dhidi yako, kwa sababu kila dhambi itahukumiwa sawasawa na matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Yale uliyoyafanya hata hapa chini duniani, kila kosa lina adhabu yake. Utapata wengine anaenda pale anaambiwa wewe utafungwa maisha, kulingana na yale uliyofanya, wewe utafungwa maisha. Hiyo ni wewe, hautaweza kuwa na uhuru wako tena. Bwana Yesu asifiwe. Wengine ukaambiwa wewe kulingana na kosa umelifanya, utafagia hapa siku moja uende nyumbani. Wengine akaambiwa utakaa mwaka mmoja utoke. Lakini sasa hayo mashtaka yakiondolewa, hakuna tena kesi, basi hata hukumu nayo inatolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe huna mashtaka kule. Wakati umeenda kwa jaji amekwambia sasa, kulingana na mashtaka yaliyoletwa hakuna ushahidi dhidi yake, basi hutakuwa na hukumu tena juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Yesu Kristo ndiye jaji mkuu, mfalme mwema, atakayesimama kwa hukumu watu wote, hivyo yeye ana uwezo wa kuitoa hukumu yako kule, kwa sababu yeye ndiye atakayehukumu watu wote na dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Basi Yesu ataiondoa hukumu juu ya mwanadamu yule. Na hayo maneno tunayathibitisha katika kitabu kile cha Warumi 8:1. Biblia inasema ya kwamba sasa basi hakuna adhabu juu yao wale walio katika Kristo Yesu. Yaani adhabu inaondolewa. Hakuna adhabu ya adhabu juu ya utapigwa tena adhabu juu yake, kwa sababu ushaondolewa hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Hukumu inapoondolewa, adhabu nayo inatolewa. Wewe unakuwa free man. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaambiwa wewe uko huru, hauna mashtaka, hakuna mahali unaweza tena kuitwa, wala hakuna tena mtu atakaye kushtaki wewe huko. Bwana Yesu asifiwe. Na kama jinsi ilivyo mbinguni hakuna wakili yoyote wala mwendesha mashtaka yoyote, kule utahukumiwa kulingana na matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo wewe faida yako utakapokuwa umempata Yesu Kristo, atakapokusamehe dhambi zako, hukumu yako ikafutwa kule mbinguni, utakuwa sasa wewe umekuwa sasa kitu kipya ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umekuwa mmoja wa wale ambao watakuwa na nafasi kukaa katika pamoja na mwana wa Adamu katika ufalme ujao. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni hakuna mtetezi, maana mtetezi wetu ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Utakapomkataa Yesu Kristo, hautaenda kupata mtetezi mwingine juu, kwa sababu yeye ndiye mtetezi ambaye Mungu alimtuma katika ulimwengu. Tukisoma katika kitabu kile cha Yohana 3:16 ambapo Yesu anasema, tazama, asema kwa jinsi Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu akaupenda ulimwengu. Wokovu huo haujakuja kubagua mtu, haujakuja kwa dini, haijakuja kwa mkabila, haijakuja kwa watu fulani, lakini Bwana alileta kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Usidanganywe na dini. Dini ni watu wanajitungia, watu wakakaa. Hata mimi naweza anzisha dini yako, hata wewe unaweza anzisha dini yako, kwa maadili yako, kwa mienendo yako,
kwa taratibu zako na ukawa na wafuasi, lakini dini haipeleki mtu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Usijiunge kwa dini ukafikiria utaenda mbinguni kwa msingi wa dini. Dini ni kama shule. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona shule zimekuwa nyingi, kila shule masomo ni yale yale, lakini kila shule ina jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio haya madini yamekuja, ni kama chapa ya shule ile. Ni kama wewe unaambiwa kwamba hawa ni wanafunzi wa shule fulani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini taratibu zote za masomo ni moja. Hata itakapotungwa mtihani kule juu, inakuja kwa shule zote sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kuja tofauti. Kwa huo mtihani ni watu wa form 4, utasikia Nairobi, Kenya nzima wanafanya nini step moja, lakini wamesoma shule tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Hilo dini si njia ya wewe kupeleka mbinguni. Hautaenda mbinguni kwa dini, utaenda mbinguni kwa kumkubali Yesu maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda mbinguni ni kwa sababu umemkiri Kristo kwa Mwokozi katika maisha yako. Utaenda mbinguni ni kwa sababu umeacha ulimwengu, umeukataa dunia na mambo yake, umesema sasa mimi nataka kumishia Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi faida teletele kwa mtu wa Mungu, na anaongea juu ya faida pekee yake ndani ya Yesu, kwa sababu kwa Yesu hakuna faida na hasara. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengine yanapeti mara mbili, vitu vingine vina faida, vingine vinakuwa na hasara. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe na mimi tu wazuri hapa, lakini tuko na uzuri na ubaya, si ndio? Na kwa huyu ni mzuri kabisa, lakini huyu ana uvile. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuko hivyo. Tunapata kitu ni tamu, kitu kinakuwa ni chungu. Bwana Yesu asifiwe. Na vyote vya dunia viko hivyo. Chochote cha dunia usidanganywe na mtu. Kitaanza vizuri, mwisho unakuwa hiki ubaya wake. Hata ukipewa dawa na daktari unaambiwa ina advantages na disadvantages. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaambiwa hii dawa ni nzuri, lakini madhara yake ni haya. Na ni dawa hamjaziona hizo zimeandika kama ni maneno yangu. Na ukaambiwa ukitumia usitumie sana, maana ina madhara. Lakini Yesu hana madhara. Utakapokubali Yesu, hakuna mahali unasema nimemkubali Yesu nikapata hasara. Ndio naambiwa hata mtu wa Mungu ukifa kwa ajili ya Yesu kwako ni faida. Bwana Yesu asifiwe. Yaani you never lose anything. Ndani ya Yesu it's again and again and again. Wewe ni mtu ambaye unapata faida juu ya faida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kila mtu ana uzuri na ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Hata pajua mnaishi na mdogo mwenzangu yuko vipi, lakini anakaa au upande mwingine, si ndio? Hapo namjulia, nasema ninamkuja nimwangalia mji yake, usije kumwangalia fulani. Bwana Yesu asifiwe. Maana ana uzuri na ubaya. Anaka uzuri, akiwa amekuja na mtu mzuri, utacheka wewe, utafurahia, utakaa, lakini kuna siku hana mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ndio mwanadamu ana mtu unapata mtu hata kwa mnasalimiana na kupita kwa msanii, kumbe ana mtu amebadilika, anakupita kwa sema huyu fulani ana nini, baadaye ukija unapata siku kuona alikuwa siku kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo huyo ni mwanadamu, lakini hapa ninaongea habari za Yesu Kristo ambaye yeye habadiliki. Yaani yeye alivyo leo, alivyo kesho, jana na hata milele ndivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mwanzo wake na mwisho wake uko sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi na wewe mwanzo wetu uko tofauti na mwisho wetu uko tofauti. Ukiulizwa vile ulivyo huwa unaambia huyu kipindi fulani alikuwa na tabia fulani. Bwana Yesu asifiwe. Akafika kipindi fulani amebadilika juzi. Bwana Yesu asifiwe. Si wao watu wanaambia mbona alikuwa na tabia chafu sana, lakini sasa tunashukuru Mungu amebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unabadilika wewe kwa sababu wewe ni mtu ambaye wa kubadilika. Haleluya. Lakini hapa Yesu atabaki kuwa hivi vile alivyo, habadiliki yule mwana
mwanafunzi wake mmoja akakata sikio moja wa askari, lakini Yesu hakufurahia matendo yake, akalichukua ile sikio akamrudishia yule. Ani alitaka kutenda wema hata mahali tunao ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi na wewe, mahali kuna ubaya nawaambia kama ni mbaya mbaya. Ukija kwa uzuri wewe ni mzuri, ukija kwa ubaya hivyo ndio hivi. Hiyo ndio mwanadamu. Ndio utapata mwanadamu yule anayetenda mema hapa, ukifika pale amebadilika, anatenda maovu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kutenda mema tena. Haleluya. Yaani utafananisha na inzi. Inzi utapata kila mahali kwa chakula kizuri amejaa anakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Inzi tunapata sehemu zote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanadamu wanabadilika. Kuna vitu unafanya leo, mwisho unasikia ule ulikuwa unafanya ile imezaa hii. Bwana Yesu asifiwe. Umefanya hii imezaa yaani na za uovu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuna vile utakaa ndani ya Yesu, wewe mtu wa Mungu, alafu ambaye ati wewe kwa ajili ya kuwa umekaa ndani ya Yesu miaka mingi ndani ya wokovu umevuna hasara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu hakuna hasara, lakini huku nje kuna hasara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna hasara. Wajua, wacha nikwambie mpendwa, wakati Mungu alipomtoa Yesu Kristo ama mwana wa pekee, ulimwengu wa chini nao iko mara mbili. Ulimwengu wa chini umezoea kupokea, hiyo ni dark one. Ulimwengu wa nuru huo unapeana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamtoa mwanawe wa pekee. Sasa huko chini nao unaweza enda wewe. Kitambo alikuwa ni kishakuku, lakini sisi tukienda huko kwa maadili wanataka watu. Bwana Yesu asifiwe. Tena nakwambia, na wewe mjinga ukienda kama utoi yule anayemsaidia kabisa, yule mtu ambaye anakubeba wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe wameingia sana sababu ya kutaka kuingia kwa mambo kama hizo. Anaenda anaambiwa yeye unataka kuwa mchawi wewe, toa mtu wako. Bwana amesikia hayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo mchawi akiwa mkali kweli atatoa mtoto wake. Kama ana mtoto hawezi kuwa mkali zaidi, lakini lazima atoe. Tena anaangalia yule anamsaidia. Yule ambaye akija anamwambia kama ni baba anamwambia baba shika pesa hizi, amekununulia manguo, anasema mtoto huyu, alafu hao ndio wanamtaka. Anambia huyo anakununulia nguo, huyo anakununulia chakula ambayo unalia. Unamtaka. Bwana Yesu asifiwe. Wanafananisha na kile Mungu alisema atoa mtoto wake pekee. Naye watoa wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe unatoa wako pekee, unabaki masikini. Ndio wengi anakuwa mchawi, unamwona ombaomba. Amekuwa wale tegemeo lake. Ujinga. Hata wewe kama ni mjinga, ndio ile kitu kinakusaidia kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa giza. Ndio unaona hata hakuna bomba na wachawi, unaona linaendelea. Unaona nyumba inakaa hivi anakaa nje. Watu wanajenga nyumba nzuri, yeye anabaki pale ile urogi ya ujengi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ujaye kuona mganga amepiga mnipa na kama amejenga watu si mganga, hapo mganga kweli. Kwa tapeli. Haleluya. Lakini wengi wanakaa hivi, hata ukienda wewe unapata kupata maisha mazuri na yeye ana machini. Analala kwa miti, aogi, anaweza hadi haogi huyo mtu. Wala nguo zake zile anavaa hata hujui zilifutwa lini. Anaweza zile hata sabuni hakuna ishara ya sabuni kwa nyumba yake. Haleluya. Anamwambia mimi nafanya maisha mazuri. Na wewe unaenda kumwamini na uchafu wake wote unavaa vizuri. Dress yako, tai. Nambia kujua mdomo anakupaka pako chafu, ashikwe shetani. Haleluya. Ili hao watu wanaleta hasara katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwa mganga utapata hasara. Ukienda huko kwa waminani utapata hasara vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna faida wewe. Utaona kama faida. Leo utaambiwa lete kuku. Baba ndio lete mbuzi.
Ona sawa, tutakuja leo. Nyingine hapa ndio mtoto. Ili na kwa sema wewe. Sasa masharti shapanda hiyo. Bwana Yesu asifiwe. So nataka vya wewe lete. Lete nikupe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hao wanakwambia hivyo, wanakupatia vitu havina thamani. Mali alinyeta kupeleka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Leo hata ukilala hiyo wewe una pesa, wewe una pesa zako kabisa, hata usika utakuchangia hiyo, utachangia kanisa zile. Ngoja kuona maiti na uliza pesa hizo zipe. Haleluya. Hata umekufa basi unakuja hapa, haya wewe alikuwa na pesa zake, alikuwa na akaunti ngapi? Kuna kitu kama hiyo. Hiyo ni zako hiyo. Naona tunafungulia grupu ya WhatsApp, tunatengeneza cheza mchango na kusendisi wako. Hatutauliza mtu na pesa ngapi. Maana wewe ukifa wewe ulizi kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mali za ulimwengu hizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo funguka tu. Ndio pale tukisoma kitabu cha Mathayo 6:33. Neno la Mungu linasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya yote utazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu yote yako katika Bwana. Wewe kwa Mungu kazi yako ni kutafuta Yesu tu. Yaani utafute kwanza ufalme wake na haki yake, na haya mengine yote utazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na anaendelea kwa mstari wa 20 anasema basi usisumbukie kesho, kwa sababu kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio Yesu anayeongea. Haleluya. Kwa sababu alijua ukishampata yeye umepata vyote. Yaani ukipata Yesu umepata vyote. Umepata. Yaani ndio pale Yesu hakumpigia magoti shetani aje. Shetani alipomwachia katika kidara cha hekalu akamwonyesha ulimwengu wote, akamwambia huyu ukininamia na kupatia wewe yote. Akamwambia imeandikwa ndio mwabudu Baba peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Sababu alijua hizi zote ziko kwa Baba yake. Na wewe ukipata Yesu umepata vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda tu wajua unaweza kataa kuokoka, lakini unatangatanga kwa mahubiri, kuchukua huku chumvi, huku maji, huku sijui unaenda kupiga udongo, unafanya nini? Yaani wewe wa maombi kazi yako kuzunguka, anaombaje? Anaomba vizuri, watakuwa Yesu asifiwe. Yaani watafuta ule Mungu ile anaomba vizuri. Hata ukiwa anaomba na nini? Yesu asifiwe. Ukiokoka hauna utatangatanga tena. Bwana Yesu asifiwe. Hautazunguka hati ile ndio hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na Yesu umepata vyote. Sababu hutaenda tena tuzie. Hata upige matikiti tu ndio kwa mhubiriani wewe umejaza machupa za maji, mafuta ya upako, umejaza mafuta za maji, chumvi, nini. Nyumba yako piga tu. Nafikiri Yesu anaingia katika maji na piga kidogo. Hadi siroho utaroba hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni krimu tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Yesu akae ndani. Wacha uchukue hizi vitu vitambaa na weka. Wewe usidanganywe na mtu bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukweli ni kwamba ukiwa na Yesu umepata vyote. Hizi zingine ni krimu. Hizi hata vitambaa na nini. Wanakuambia ngoja hapa pokea pesa unaponya pesa na ufanye kazi. Usishinde mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya kazi. Hata hizi ibada zinaiko kwa msingi wa sababu ya Jumapili, siku ya wiki ndio katafuta kipato. Sio, absolutely najilia gari najilia wewe unafikiri zinajiwa na Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasema atabariki kazi ya mikono yetu. Bali tusifunge akili sisi. Tunafungwa tunawa. Yeye anasema wewe ni nakwambia pokea gari, pokea gari hapokei. Akitaka gari anakwambia mchangieni gari, nenda kutoa gari pesa fulani, na yeye mtatoa pesa hiyo washirika. Tumwambie apokee, kama anatoa mbona haidi kulitoa lake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unachezea wewe akili yako. Ulivia mama anakuona kama wewe pokea, lakini anasema lete. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwani wanatoa wapi hizo pesa zinazokuwa sisi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini anakuambia pokea pesa, na yeye hana yeye. Haleluya. Sasa ukiwa na Yesu umepata vyote. Baada ya hukumu kufungwa mbinguni, kitu kinachofuatia wewe unakuwa mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sasa umekuwa mmoja wa wale ambao
anasema hivi, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sasa wewe umebadilishwa kuwa mmoja wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa unaitwa mwana wa Mungu kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiwa huko pamoja na Yesu, wewe utafungiwa mlango. Maisha yako wewe na mimi si ya kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata usibahapo kwa kesho, sijui nitafanyaje, sijui nini. Lakini wewe ngoja nikwambie, Bwana anasema hivi katika kitabu ya Yakobo 4:14 anasema hivi, walakini mtajue atakao kwako kesho. Anasema uzima wenu ni nini? Hii maana nyinyi ni uvuke uonekanao kwa kitambo tu, kisha utoweka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo tulivyo sisi wanadamu, yaani tuvuke sisi. Leo huko, kesho unasikia na hauna garantia ya maisha unayoishi, lakini kule tumeahidiwa uzima wa milele. Ndio maana hata Yesu akitoka duniani alisema, ninaenda kwa Baba yangu kuandalia makao. Halafu ndio Mungu na nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Wewe tembea utaona hizo nyumba zenye mazingira ambao wenyewe kwa kitambo yale tofauti yake hivi. Zimeacha nyingi. Wewe kitembea kwa unaishi akaisha iliaje. Hiyo naye kama ni mgaga ameenda amewacha. Wewe watoto unawatewacha hivyo. Hizi ni za hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona mbinguni hatutaenda na hizi vitu zote hizi. Hata uwe na gari unaenda na uwe na nyumba nzuri. Maana hata nyumba yako utalala siku moja utakuliwa na watu. Maana utakuwa mdogo huko tena. Bwana Yesu asifiwe. Uko ndani ya kitanda na umeenda wala ashaenda. Unakuja unatukuliwa unatolewa. Kitanda kinakabiliana. Kama basi hapo kitanda chake si chako tena hiki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe ndo kaangalia mbao pale na kupiga mbao pale. Ile fake na kufunga hapo ndani. Hoteli hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hautachambua kule mambo na kule unasema nini? Nafikiria sitasema huyu mpeleke wapi Baraka kama kama una kweli. Bwana Yesu asifiwe. Wewe penda Yesu. Haya mengine utazidishiwa. Haya ni by the way. Bwana Yesu asifiwe. Usitizike. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukimpenda Yesu, mpende Yesu kwa kweli. Wacha Mungu ashughulikie maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni ya muda haya. Unajua unaweza shindana na watu hata kufanya mtu kama watufai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nitapo shindana na watu kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tufundishe kufanya yale mema zaidi ya yule kama mtu ametangaza tutende mema zaidi ya haya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uzidi kuqualify kwa ajili ya ufalme wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaweza kuona unashindana na mtu kwa sababu unataka, yaani unasema mimi nataka kuwa kama fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wajigeuza mambo yao kwa sababu anaona mwingine ni Mungu nake yule. Watu wanaongea vizuri sana nataka kuwa kama yule. Bwana Yesu asifiwe. Si ndio? Ukatamani. Haya. Kaenda huko watu wanapata kama ni mwanamke kwa sababu mwingine anasema mimi sina hivi vizuri, anaenda kupaka paka na hizo chakula. Bwana Yesu asifiwe. Ni naye awe mmoja wao. Haleluya. Mwanamke unapata mwingine ni kama mimi anaenda kumeza madawa afure aonekane anabeba chumba. Kumbe kuna chumba ni madawa ya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sababu wewe unataka sasa fulani anasema fulani anaonekana. Jifundishe kuyatenda mema kwa ajili ya kwamba umpendeze nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapendezwa nasi tukiwa tunamfuata kwa njia zinazofaa. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa wewe usiangalie haya maisha huko ndani. Haya ni kidogo sana. Ukikata kauli kata kauli. Usione kama mimi mdogo naweza kufanya kidogo ndio nakuja kwa baadaye. Lakini wewe ujui hata Mungu amekupangia nini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hakuna mdogo wala mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe wa mdogo anaenda, wakubwa anaenda. Wewe maisha yako atumie vizuri. Unaweza kumesa maisha yako sababu ya tabia zako. Mungu amekupatia maisha mazuri na ya haribu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanapewa maisha mazuri, ukazaliwa na afya nzuri, wewe mwenyewe ukajiletea magonjwa kwa tabia zako. Bwana Yesu asifiwe.
ukachipuka, kaenda huko. Baadaye wewe mwenyewe ukija kutuliza tabia zako zimekuletea mambo. Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ukarudia ndani ya Yesu, ukamtii Yesu, hakuna siku utasema mimi niko kanisani miaka mingi sasa nimepata madhara, sijui niko na nini. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kwa Yesu hakuna madhara yoyote. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya wewe kuwa mtakatifu wa Mungu sasa anakuweka huru kwenye kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio sasa wewe unakuwa sasa huna wasiwasi. Wewe kila mfungo ungekuwa huru, sitakuwa una wasiwasi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Free man. Yaani nao huna fear. Huna hofu wewe uko naye. Kwa hiyo kwa mfungo utakuwa na hofu kwa sababu uko under authority fulani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa umewekwa huru kweli kweli. Ndio pale tukisoma kitabu cha Yohana mlango ule wa 8 mstari wa 36, Biblia inasema ya kwamba basi mwana akikuweka huru umewekwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unawekwa huru dhidi ya mapepo, unawekwa huru dhidi ya uchawi, unawekwa huru dhidi ya magonjwa, unawekwa huru kwa mambo yote ambayo ulikuwa unaona huyawezi, sasa unaweza kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utakuwa wewe kama ulikuwa unaogopa mchawi, unajua mchawi hawezi kukutoka. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mapepo hayawezi kukuingia wewe, maana hayawezi, maana umewekewa ukuta na ulinzi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hauna tena wewe gap ya wazo vitu, una hofu nazo tena. Bwana Yesu asifiwe. Utakanyaga, ndio maana ambao utakanyaga nje na mimba, lakini hazitakudhuru. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ndani yako sasa kunayo nguvu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata akitega dawa yako ukanyaga, anaona mbona hajamnasa, anangojea. Bwana Yesu asifiwe. Hauna habari. Bwana Yesu asifiwe. Utaondolewa hofu yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo wewe utakuwa huru kweli kweli. Hivyo ndani ya Yesu wewe utakuwa umepata faida tele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wajua wengine nafikiria nikiokoka faida yake mbali, nataka mimi ni kubarikiwa na mali. Si faida hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakwambia that is a very big loss. Haleluya. Ukiwa wewe hautaki kumfuata Yesu, ndio hapa neno linasema kwamba wakati uliokubalika nilikusikia, wakati wa wokovu nilikusaidia. Ni kwamba Mungu aliyatenda mambo katika maisha yetu, Mungu anasikia kila mtu. Wewe waliobarikiwa wote ni wale wanamjua Mungu, si wengine hata agimu la kubarikiwa, si kuna watu hata wana habari na hiyo. Ukienda kwake utaona kila kitu kama ulivyo Mungu barikiwa. Mungu anabariki mtu yote. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona mtu wewe hata hajui Yesu lakini anaishi vizuri, si ndio? Na hapo Mungu anasema kwamba kama mimi nimefanya hayo yote, sasa wakati wa wokovu ni sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba Bwana anaona kwamba ametenda mambo makubwa ndani yako. Amekubariki, amekufanyia kila kitu. Unaishi maisha, una shida, lakini shida iko hapa. Ni kwa sababu haya maisha ulionayo ni ya muda kidogo ya maisha. Lakini sasa hasara iko kwamba wewe utakapotoka katika mwili huu ulionao, hautaweza sasa kuwa mmoja wala atakaoingia katika ufalme. Ndio hapa anasema wokovu ni sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba wewe ukaangalie kwamba hata licha ya yale niliyo nayo, nikiwa na gari, nikiwa na nyumba, nikiwa na watoto, nikiwa na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini je, nitakapotoka katika ulimwengu huu, hatima yangu na Bwana iko namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio natazama. Maana haya yote utayawacha, upende ukatae utayawacha. Hakuna vile utatembea naye. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo wewe ukiwa unampenda huyu Mungu, hautaangalia faida ya mambo ambayo ni ya muda, utaangalia mambo ambayo ni ya kuendelea, kama wokovu wako. Kukaa ndani ya Yesu utakuwa na faida sasa. Hata ukifa
uko na tumaini la kwamba utakutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ndio mambo ambayo tunataka sisi tuyazingatie, ili kwamba tujue kwamba hatujaokoka bure, bali kuko na faida nyingi kukaa ndani ya huyu Yesu Kristo. Na mtu asikutishie, kwa sababu wengine wanaenda tu na wanakuja anasema nimekuja hapa kanisani sijabarikiwa, sijafanya nini, lakini angalia yale Mungu ameyakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kubariki na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna areas Mungu atakufanyia na kuna areas zingine zitakuwa zinakuja polepole. Wewe usipokuwa na hekima hutadumu katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe utakuwa unakimbilia mambo. Ushapewa hili unaona kule tayari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tulie hapa ndipo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umepewa hili kipigo kiko kule mbele. Tuende na taratibu na kumfikie Mungu katika yale ambayo anapenda kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu Bwana ya neno lako, na tunaomba Bwana utusaidie. Tunajua hatuwezi kuyatenda yote yale yanayostahili. Tunajua kwamba tuna mapungufu mengi, maana sisi ni watu wa kubadilika, lakini hakika Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, wewe Bwana una uwezo wa kutusaidia kuendelea Mungu kusimama na kuyatenda yale yanayostahili kwa ajili yako. Baba tusaidie, tuhurumie na utuondolee Bwana vikwazo vyote ambavyo Jehova vinaweza kutuzuia kwamba neema yako isikae juu ya maisha yetu. Tunakuomba hayo Mwenyezi Mungu, na ni kwa Yesu Kristo Bwana wetu.